Nakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema ambayo umetujalia katika mwana wako Yesu Kristo. Kutoka hata kabla ya kuumba ulimwengu, Mungu Baba, ulikusudia kutuita ndani yake, ulitukusudia Mungu Baba kupokea neema ndani yake tupate kuitwa wana wako Mungu Baba. Na tunakushukuru Mungu Baba kwamba umefunua neema hii Mungu Baba katika kuzaliwa kwa mwana wako, na ameonekana na Mungu Baba umemshuhudia kwamba yeye ni mwana wako haswa. Tunaomba Mungu Baba kwamba tunapohubiri neno lako, tunapowaza haya maneno yako Mungu Baba, kwamba utayatumia Mungu Baba kuzungumza nasi katika maisha yetu, katika roho zetu, tupate kumuona na tupate kukushukuru na kukutukuza kwa sababu ya hii neema kuu ambayo tumepokea. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Nasoma kwa uwezo wa Bwana. Kwa maana neema ya Mungu ambayo inawaokoa wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, ili tupate kuishi maisha ya kiasi, ya haki na ya utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, huku tukilitazamia tumaini lenye baraka na ufunuo wa utukufu wa Mungu wetu mkuu, aliye Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ndiye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe kutoka uovu wote na kujisafishia watu kuwa mali yake mwenyewe, yaani wale walio na juhudi katika kutenda mema. Chapter 2:11-14, samahani. Nasoma tena. Kwa maana neema ya Mungu ambayo inaokoa wanadamu imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, ili tupate kuishi maisha ya kiasi, ya haki na ya utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, huku tukilitazamia tumaini lenye baraka na ufunuo wa utukufu wa Mungu wetu mkuu, aliye Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ndiye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe katika uovu wote na kujisafishia watu kuwa mali yake mwenyewe, yaani wale walio na juhudi katika kutenda mema. Amen. Katika hizi nyaraka za mitume huwa tunapata hata katika sentensi moja anafunua mambo mengi. Katika hiyo sentensi tunaweza kaa hapo mahubiri kama sijui wiki ngapi. Na ni furaha yangu kuona kwamba tumekusanyika hapa siku ya leo, na haswa wale ambao tumefuatana hizi wiki ambazo zimepita. Nafurahi kwamba tumekuwa tukifuatilia, na hizi wiki ambazo tumepita tumekuwa tukizungumza ili kupata kuelewa ukubwa wa hii tukio ambalo lilifanyika wakati wa Krismasi. Nafurahi sana, nimesikia watu wakizungumza hapa na wanaongea na maturity kubwa ya Yesu katika watu waliokuwa katika Yesu Kristo, watu ambao imani yao inakomaa. Ninasikia na roho yangu inafurahia sana kwamba Roho Mtakatifu yuko hai katika kanisa hili na kwamba anafanya kazi katika mioyo ya watu. Kuna wengi ambao wanatumia sikukuu za Kikristo kama opportunity ya kuleta fujo, opportunity ya kuleta ugomvi, opportunity ya kukosanisha na watu, opportunity ya kuleta magombezi, bila haswa kuelewa nini ni kiini cha ambacho tunasherehekea. Nini ni kiini ambacho tunasherehekea siku ya leo. Na nimefurahia ndugu yetu Samuel amesema si siku yenyewe. Nani anajua hata hii wakati hii kalenda ambayo tuko nayo haikuanza wakati wa Yesu Kristo. Hawako wanatumia hii kalenda. Kweli si kweli? Hawako wanatumia kalenda yetu. This is a new calendar. Kwa hivyo hii siku 25 is not the day. It could be perhaps inaweza kuwa ndio siku, lakini hatuna uhakika. Cha muhimu si siku yenyewe, yani 25. Cha muhimu ni kwamba hili ni tukio kubwa sana
na lazima tuweke siku katika mwaka ambapo tunaweka akili zetu, ambako tunaweka fikra zetu, nia zetu, kukaa hapo na kufikiria ukubwa wa tukio la Mungu kuchukua mwili, ukubwa wa kuzaliwa kwa mpatanishi wetu. Na tumesikia Paulo akisema hapa katika hii barua, huyu mpatanishi ni nani? Amemwita Mungu wetu. Umesikia Paulo amemwita Mungu? Umemsikia? Verse 13, huku tukilitumainia tumaini lenye baraka na ufunuo wa utukufu wa Mungu wetu mkuu, aliye mwokozi wetu Yesu Kristo. Yaani Mungu wetu tunajua jina lake kwa sababu tumemwona, kwa sababu alitembea hapa ulimwenguni ili tusikuwe na wasiwasi wowote kwamba yuko. Yaani tumemgusa. Yohana anasema katika barua yake, tumemgusa, tumemshika, tumemkumbatia, tumeona utukufu wake na tumeona huyu ni mwana wa Mungu haswa. Hatubahatishi. Ukristo si kubahatisha. Ukristo si wacha nikwambie tofauti kubwa kati ya Ukristo na imani nyingine ni hii. Ni kwamba Ukristo, msingi wa kila kitu ambacho tunafunza ni matukio ya kihistoria. Kila kitu ambacho tunafunza ina msingi wake katika nini? Katika nini? Historia. Ni matukio yaliyofanyika, ni mambo yaliyofanyika. Kuna mtoto alizaliwa Bethlehemu na malaika walikuja kumshangilia huyo mtoto. Huyo mtoto alipozaliwa, kulikuwa na wise men kutoka sijui wapi, walikuwa wamesoma hizo sayansi zao. Hizo sayansi zao wakaangalia, wakaona hii nyota, na kulingana na hizo sayansi zao, hiyo nyota ilikuwa imewaelekeza kutakuwa na mfalme atazaliwa pale Bethlehemu. Wamesafiri kutoka sijui Arabia na wapi, wakakuja pale kufanya nini? Kuabudu huyo mtoto. Hii ni mambo ambayo yalifanya nini? Yalifanyika. Huyu mtoto alipelekwa pale kwenye hekalu, na kulikuwa na nabii pale alikuwa ameahidiwa na Mungu kwamba hata kufa bila kuona wokovu wake. Na Roho Mtakatifu akazungumza naye alipoona huyo mtoto. Akasema, sasa wacha Bwana, wacha nichukue sasa. Sasa ninaweza enda na amani. Nimeona wokovu wako. Huyu mtoto akiwa miaka 12 alienda pale kushindana na wataalamu. Yaani anaonyesha kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yake. Amefika kiasi hata miaka 12 anaenda pale kushindana na wataalamu, kuwafunza mambo ambao wao ndio wanafunza. Haya ni mambo ambayo yalifanya nini? Yalifanyika. Msingi wa Ukristo ni historia. Kwa hivyo ninaweza kukufunza haya mambo. Paulo anasema haya mambo hata katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15. Anakuambia hivi, kama Yesu Kristo hakukufa na kama Yesu Kristo hakufufuka, yani hili ni kitu ambacho lilifanya nini? Lilifanyika. Kama huyu Yesu Kristo hakuuawa na hakutoka kutoka hiyo kaburi lake, basi nyinyi wote hapa mnasikiza habari zenye nawahubiria, nyinyi wote ni wapumbavu. Sina kitu ya kukuambia, na kila kitu ambacho ninakwambia ni bure. Msingi ni kwamba hili kitu lilifanya nini? Lilifanyika. Kuna mtu alikufa na akatoka kwa hiyo kaburi na hata wairudi kwa hiyo kaburi tena. Sijui kama mnanielewa. Ukichukua mafunzo ya dini nyingine, tuseme Uislamu, ambao ililetwa na mtu anaitwa Muhammad, mafunzo yake hayako based on historia. Mafunzo yake ni mafunzo. Ni mtu anakuja anasema, nimepokea ufunuo kutoka kwa Bwana na njia ndio hii. Njia ndio hii. Lazima ufanye hivi, lazima ufanye hivi, lazima ufanye hivi. Hiyo ni kumaanisha
hayo mafunzo Mungu angekuwa amechagua Harrison kuyafunua, bado hiyo Uislamu ingekuwa ni vile wangekuwa wanasema ila ni nani? Harrison ndio mtume. Sijui kama mnanielewa. Ni mafunzo, si matukio, ni mafunzo. Hiyo mafunzo ingeweza kuja na mtu yoyote. It is a teaching. But Christianity is not just a teaching, it is history. Kuna mtu ananielewa hapa? Kuna mtu ananielewa hapa? Kuna mtu ananielewa? Wabudha, hata yule jamaa ambaye alianzisha Buddhism anaitwa Buddha, si ndio? Buddha alikuja akasema njia ndio hii. Hiyo njia inaweza kuwa whether Buddha yuko ama whether Buddha hayuko. Ingekuwa Joseph ndio Buddha, na ingekuwa inaitwa Josephism. Kwa sababu ni Joseph anakuja anasema njia ndio hii, lazima ufanye hivi. Ukwe unakaa ukisema mara 10 kwa siku. Ukiingia kusali uanze kusali na hii masikio, uende kwa hii, uende na hii mkono, uende kwa hii, uende kwa hii mguu, uende kwa hii. Yaani ni mafunzo. Lakini Ukristo si mafunzo. Ukristo ni nini? Matukio. Na kwa sababu ya hayo matukio ninakwambia, basi hivi ndio mambo yako. Yaani Ukristo ni huyo Yesu Kristo, na haingekuwa mtu mwingine. Ni mwana wa Mungu, na ni mwana wa Mungu peke yake. Hakuna mwana wa Mungu tatu. Ni huyo mmoja aliyeshuka akachukua mwili akafa. Na kwa sababu alikufa, sasa ninakwambia, kwa sababu alikufa, mwana wa Mungu alikufa, na anasema hiyo ndio inaosha, basi hakuna njia ingine. Kama mwana wa Mungu hakuwa na kama hakufa, basi inaweza kuwa kuna njia ingine. Sio kama mnanipata. Ni historia. Ukristo ni historia. Mungu anajifunua kutoka kwa mwanzo. Amekuwa na uhusiano na wanadamu. Hii Biblia hakuna njia ingine ya kuisoma. Unaisoma kwanza kama kitabu cha historia, kwamba Mungu aliumba ulimwengu na siku 6, akapumzika siku ya 7, akamuumba Adamu na mke wake Hawa. Haya ni mambo yalifanyika. Haya ni mambo yalifanyika. Adamu akamuasi Mungu na akaanguka pamoja na sisi wote ndani yake. Haya ni mambo yalifanyika. Hivyo akajifunua kwa hao watoto wake wa Adamu, hadi akajifunua kwa Abrahamu. Si tumekuwa hapa tukifanya agano la kale. Akajifunua kwa Abrahamu, kwa Isaka, kwa Yakobo, kwa Daudi. Hiyo yote anajifunua hadi ambapo akajifunua sisi sote katika mwana wake nani? Yesu Kristo. Hawa ni watu walikuwa wako. Daudi si Cinderella. Daudi alikuwa kijana mdogo, na akachukua mawe akasema, nimekuja kwako kwa jina la Mungu wa Israeli. Na Israeli akafanya ra. Goliath akafanya nini? Akaanguka. Hiyo ni historia. Ukisikia pale walitembea wakafika bahari ya Shamu, Farao ndio yule pale anawafuata. Wakasema, woi, siku yetu kwisha. Akaambia, wewe ngojeni muone nguvu za Mungu. Akanyosha mkono, bahari ikafanya nini? Ikatawanyika. Wakatembea kwa ardhi kavukavu. Hiyo ni nini? Hiyo ni historia. Mungu alifanya mambo makubwa kama hayo ili Israeli isiwahi sahau Mungu wao. Waseme, Mungu mgani anafanya mambo kama hii? Mungu mgani tumekuwa Egypt miaka hii yote, hatujaiona hiyo miungu yao ikifanya kitu kama hii. Wana Israeli wanatoka pale na nyimbo wakiambia watoto wao, Mungu wetu ndio Mungu wa kweli,
Mungu wetu ndio wa kutawanyisha mabahari. Mungu wetu ndio wa kuua watu. Mungu wetu ndio wa kuchukua ardhi. Mungu wetu ndio wa kushinda wafalme. Mungu wetu ndio wa kuangusha the walls of Jericho. This is Israel's history. This was history. Ndio waambie mwana wangu sikiliza. Wewe muamini huyu Mungu wa kushinda Jericho. Wewe muamini huyu Mungu wa kushinda Wakanaani. Wachana na hii masanamu watu wanaabudu hapa. Wachana nayo mwana wangu, mimi ninakuambia muamini huyo Mungu wa Musa. This was history. This was history to the Israelites. Ndio maana tunaiona Mungu anazidi kujionyesha. Wakati wa Daudi inafika, hata Daudi anamwamini Mungu na anaendelea kufanya miujiza tena. Wakati wa Daudi alikuwa na msingi. Mambo ambayo Mungu alikuwa ashafanya. Na anasema ule Mungu mwenye alituvukisha bahari ndio litamwamini, atanishindia hii ami. Na anaenda kupigana akisema ni kwa sababu Mungu amesema niende. Akienda kupigana anasema la hasha, siwezi enda mpaka nimuulize Mungu. Lazima nikuwe na hakika kwamba Mungu yuko pamoja nasi, kwa sababu kama hayuko pamoja nasi hatuwezi shinda. Alikuwa na msingi katika historia, ndugu yao. Kwa hivyo nikikufunza mambo ya Yesu Kristo, hii si story, hii si Cinderella, hii si Beauty and the Beast. This is history, my brother. There was a man who was walking on water. There was a man who was walking on... Usishaiko Indian Ocean ikimeza watu. Kuna jamaa angesimama hiyo Indian Ocean anayambia, wewe Indian Ocean wewe, nimekuambia unyamaze. Indian Ocean inasema yes sir. Yes sir. Tunatulia. There was a man who did that. That is history. There was a man who came to blind people and told their eyes, wewe macho umefungika sana, funguka. And they opened. Kuna jamaa alikuwa anaamrisha mapepo saumu. Mapepo yanakuja pale yanasema, tunajua wewe ni nani. Wewe ni yule mtakatifu wa Mungu. Tunakujua, usitutupe huko kwa moto. Tunajua wewe ndio unaweza tuamrisha twende huko venye unataka. Lakini tunakuomba wakati wetu bado hujafika. Mapepo yanamuongelesha huyo jamaa hivyo. Na huyo jamaa ndio yuko hadi leo. Venye mapepo yalikuwa yanamuogopa hivyo, ndio yanamuogopa hivyo hadi leo yanamuogopa hivyo. William, kuna mtu aliingia kwa kaburi. Aliingia kwa kaburi. Mtu akiingia kwa kaburi, yani amekuja amesema, tulikuwa tunafikiria yeye ndio yule mfalme mwenye atakuja achukue aokoe Israeli, lakini angalia sasa wamemchukua, wamemsulubisha. Unajua kusulubishwa ilikuwa kitu ya aibu sana. Kaka zangu, acha nikwambie, kusulubishwa ilikuwa kitu ya aibu sana. Hata ungeiona wewe mwenyewe ungeshtuka. Hata sitaki kuongea. Vile ambavyo wanaonyesha hiyo kusulubisha kwa TV, that is just but a bit of the evil that thing was. Ilikuwa uwaibishe mtu kabisa. Yani hao Wayahudi walikuwa wanataka huyu Yesu akienda. Unajua ukiaibishwa hiyo style ni ile ambayo wanataka hata ukikufa haijalishi ulifanya nini. Yani nikikaa chini nakumbuka tu venye ulisulubishwa. Unajua? Nakaa chini tu nakumbuka venye ulisulubishwa tu, yani hiyo tu ndio iko kwa kichwa changu. Hiyo ni ile picha ukiona haiwezi toka. Alikuwa anaponya vipofu, lakini ulimuona ile siku alisulubishwa wewe. Alikuwa anaamrisha bahari. Uliona ile siku alisulubishwa wewe venye alikuwa amening'inia pale, ametandikwa viboko manyama, wamemtoa hata nguo. Unajua walikuwa wanakutoa nguo. Kwa screen hawezi kuonyesha. Mara mingi kusulubishwa ulikuwa unatolewa nguo pale, uko pale bila nguo. Umetandikwa, umedungwa misumari. Mungu Mwenyezi.
Uliona venye walimsulubisha wewe? Uliona kitu walimfanyia wewe? Hiyo ndio inabaki kwa akili za watu milele. Walikuwa wanataka kummaliza yeye na reputation yake yote. Kifo cha aibu. Hiyo ndio Mungu sisi tunapenda kusikia. Hiyo ndio kitu hata tunatukuza, tunasema mateso ya Mungu wangu ndio yameniokoa mimi. Hiyo kuaibishwa kwake ndio tumaini yangu peke yangu. Mstari wa 11 unasema hivi: kwa maana neema ya Mungu ambayo inawaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Soma tena. Kwa maana neema ya Mungu ambayo inafanya nini? Inawaokoa wanadamu wote imefanya nini? Imefunuliwa. Kwa maana neema ya Mungu ambayo inawaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Neema. Neema ni nini, Mama Tina? Grace ni nini? Siku hizi unasikia watu wengi sana wa Kristo wanapenda tu hizo mambo grace. Grace ni nini? Sisilia. Neema ni nini? Ifafanulie neema. Ifafanulie neema. Jaribu, si exam. Edwin, neema ni nini? Amen. Ni jambo ambalo sema kwa sauti akusikie pale. Jambo ambalo hukustahili, lakini umefanya nini? Umepewa. Imetoka tu kwa moyo ya yule ambaye amefanya nini? Amekupea. Wewe haikustahili, haikufai. Ni nini? Ni neema. Kwa hivyo wale watu ambao wanasema lazima Mungu atuokoe, huyo haelewi neema ni nini. Si lazima Mungu akuokoe. Nini lazima ufanyiwe wewe kama mwenye dhambi? Nini ndio lazima Mungu akufanyie wewe kama nini unastahili kama mwenye dhambi? Ha? Ha? Nini unakustahili? What do you deserve? Do you deserve grace? Then if you say you deserve grace, then grace has stopped being grace. It has stopped being grace. Grace is something that you don't deserve. Ni kitu kizuri ambacho haudeserve. Ukisema una deserve grace, basi imeacha kuwa neema. Hiyo si neema. Neema ni kitu ambayo umepewa ambayo haikustahili. Kwa hivyo wale watu ambao wanasema lazima Mungu atuokoe, hiyo ndio haki. Haki hiyo sio neema. Haki yako ni gani? Haki yako ni kupata nini? Adhabu. Mtu ambaye amekosea akipata adhabu, hiyo ndio alikuwa anastahili. Lakini ukitenda makosa, ukuje nyumbani mamako akwambie wewe usirudie tena, hiyo ni nini? Hiyo ndio neema. That is now the grace. You deserve the kiboko kidogo. Mataka kuonea huruma, si ndio? Na huyu anatuambia neema ya Mungu ambayo inafanya nini? Inawaokoa watu wote. Hiyo ni kumaanisha wokovu wetu si kitu ambacho tuna deserve. Wokovu wetu si kitu ambacho tunastahili. Wokovu wetu ni neema ya nani? Ya Mungu. Hakuna mtu ataweza kwenda pale kusimama aseme lazima Mungu aniokoe.
Mungu amekuwa akituonyesha hii neema kutoka kitambo, in bits and pieces, in bits and pieces. Adamu na Hawa walipomwasi Mungu katika bustani la Edeni, Mungu alifanya nini? Number one, hakuwatupa jehanamu immediately. Angewatupa jehanamu immediately angekuwa amewakosea. Si aliwaambia mkikosa mtakufa? Wangekufa immediately angekuwa amewakosea? La hasha, lakini bado wanaendelea kuishi. Sio ni neema? Sio ni neema? Sio ni neema? Hiyo ni neema. Na wakitoka Mungu walikuwa wamejitengenezea manguo za matawi. Mungu akachukua, inaandikwa akawatengenezea nguo out of animal skin, which means Mungu alifanya nini? Alichinja ndio awatengeneze mavazi mazuri. Hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Si wametoka kumwasi Mungu tu saa hii, na Mungu ndio hapa anawatengenezea nguo, ndio hapa anachinja mnyama ndio wao wapate nguo. Unaona Yesu Kristo kwa hiyo story? Wana venye mtu amechinjwa hapo ndio mwingine apate nguo. Si kuna mnyama amechinjwa ndio apate nguo? Wana venye neema Yesu Kristo inakuwa foreshadowed pale kidogo kidogo. Binadamu sisi sote, hakuna ambaye tunastahili kuokolewa. Kwa hivyo hata kuitwa kwa Abrahamu ni nini? Ni neema. Kuitwa kwa Abrahamu, yeye kupewa ahadi, na yeye amemkosea Mungu. Tumesoma story ya Abrahamu, ameanguka na ameanguka, Mungu bado anaweka ahadi yake. Hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Neema. That liar called Jacob, that liar called Israel, that trickster, what did he do to deserve to be the chosen one of God? Kuna kitu alifanya ndio Mungu amchague, ila kukuwa muongo na mjanja. Nini alikuwa na astahili huyo Yakobo? Adhabu. Na yeye ndio baba yetu, si ndio anaitwa, Mungu alimpa jina Israeli, na sisi tumekuwa Waisraeli sasa kati ndani ya Yesu Kristo, sio? Ni kwa sababu Yakobo mtu mzuri sana wakupigiwa makofi. Ni nini hiyo? Hiyo nini? Mungu anatuonyesha neema, roho yake ya neema. Mungu anatuonyesha roho yake ya neema. Hawa Waisraeli, akisoma historia yao uone venye hao watu, hata ni ajabu kwamba wako hai hadi siku ya leo. Mungu amewapewa, ameambia mkifanya hivi nitawamaliza. Na wanafanya. Bado wako hapa siku ya leo. Mungu amewatunza. Ni nini? Ni neema. Na tukisoma kwanza hata kitabu cha Waamuzi, Judges. Ukisoma the book of Judges, there is no better book to see how we fall as men. Yani it is just a cycle. Ni cycle. Waisraeli wanamwasi Mungu, halafu Mungu wakati dhambi zao zimewaingisha kwa taabu, wamekaa huko wanaanza kulia woi, woi, na ni wao walijiweka hapo. Wanaanza kulia, oh, Mungu wetu mwenye alituokoa, tuokoe, wanatutesa, wanatumaliza. Na Mungu aliwaambia mkiniasi sasa sitawaachilia wawamalize. Lakini Mungu anawafanya nini? Anawarehemu. Anawatumia shujaa. Nasikia amewatumia Gideon. Amewatumia sijui Peles. Amewatumia sijui Japheth. Amewatumia sijui nani. Huyo shujaa anakuja. Anawaongoza. Wanamrudia Mungu. Lakini shujaa akikufa anamwasi. Shujaa akikufa wanafanya nini? Shujaa akikufa Waisraeli wanafanya nini? Hata wao wanarudi pale. Wanarudi tena pale. Oi! Mungu anawatumia shujaa mwingine. Shujaa anakuja. Wanarudi kwa Mungu miaka 40. Shujaa anakufa. Baada ya shujaa kufa, rudi pale tena. Hiyo story inakuonyesha nini ndugu yangu? Hiyo story inakuonyesha nini? Asili yetu iko vipi? Asilia ya dhambi. Wacha hiyo story kuonyesha asilia yetu ya dhambi. Na kwamba tunahitaji shujaa, ndio. Tunaona shujaa lazima atumwe. Lakini tunahitaji shujaa mwenye ataweza kutuokoa njia ambayo
akitutoa pale, anatutoa na sisi hatuwezi fanya nini? Kurudi. Mwanadamu wa kawaida ametumwa, mwenye nguvu Samson. Watu wanafikiri mtu akikuja mwenye nguvu. Samson si alikuja? Na hata huyo mwenye nguvu mwenyewe hata yeye ndio alianguka wa kwanza. Ametumwa mwenye hekima ametumwa kabisa, Solomoni. Si Solomoni amekuja na hekima yake yote. Ameongoza yeye na mabibi zake 1000. Shujaa katika battle, a warrior, a mighty warrior. Yuko Daudi, si ndio? Daudi is a conqueror. Daudi is a warrior. He has been sent to lead Israel. Amelead Israel. Wameshinda Wafilisti. Wameshinda watu wengi. Wachana na wao. Wacha polisi wafanye kazi. Wameshinda watu. Daudi mwenyewe yuko hapo tena na bibia wenyewe. Amenyang'anya bibia wenyewe na ameua. Hiyo ni kutuonyesha hakuna shujaa ambaye ni mwanadamu ambaye ataweza kukuja kutuokoa na tuweze kufanya nini? Kusimama. Hata tuanze tu huyo shujaa mwenyewe. Huyo shujaa mwenyewe kuna dhambi zake lazima alipie. Kama ni mwanadamu hata awe shujaa kivipi? Biblia inataka kukuonyesha mwanadamu hata awe shujaa kivipi, hata apewe kipawa na Mungu kivipi, bado asilia ya Adamu wako nayo. Hawezi kukuokoa. Yeye mwenyewe anahitaji nini? Wokovu. Yeye mwenyewe anahitaji wokovu. Watu wako hapa wanatumainia mwanasiasa. Nini? Kama venye mandugu zetu wametupea story. Utamtumainia and you will be disappointed. I assure you. Biblia inataka kukuonyesha kuna mashujaa wamekuwepo. Mashujaa wamekuwepo. Biblia inakiri, historia hata nje ya Biblia inakiri. Hawa wafalme wakubwa, Nebukadnezar, Alexander the Great, Genghis Khan. Nenda kasome hadithi zao muone kwamba hao ni mwishowe hata uwe shujaa kivipi, bado wewe ni nini? Mwanadamu. Mwanadamu hawezi kukuokoa. Na itakuwaje basi na tunahitaji mwanadamu kulipa dhambi yake? Mnaona vile neema ya Mungu imeonekana? Tu mwanadamu si amekuja? Shujaa si amekuja? Lakini huyo shujaa si mwanadamu peke yake. Sababu mwanadamu peke yake hawezi fanya chochote. Mwanadamu kivyake hawezi fanya chochote. Neema ya Mungu sasa imefunuliwa kihalisi. Kwa sababu mtu akikaa chini atashangaa hata hizi dhambi zenye Mungu amekuwa akisamehe Israeli. Hizi dhambi zenye Mungu amekuwa akisamehe kina Daudi. Kwani Mungu ni mtu wa kutupa tu dhambi chini ya maji? Lazima dhambi ilipiwe, si ndio? Lazima dhambi ilipiwe, lazima dhambi yako ilipiwe. Lazima dhambi yako ilipiwe. Lazima dhambi yako ilipiwe. Italipiwa na nani? Na kuhakikishia neema ya Mungu imefunuliwa. Neema yenyewe imezaliwa, yani yeye mwenyewe ndio hiyo neema. He is the grace himself. Yani kumpokea huyu Yesu na kazi aliyofanya ni kupokea neema ya Mungu. Kuangalia neema ya Mungu amezaliwa. Huyu si mwanadamu pekee. Huyu si shujaa wa kawaida. Huyu ni Mungu Mwenyezi mtukufu amechukua mwili ili ile ambayo sheria haingeweza kufanya anifanyie mimi katika mwili wake. Sio Alex ametusomea hapa. Adhabu ya dhambi lazima ingelipiwa kwa mwili wako. Kwa hivyo lazima mwili fulani ingelipia. Ametimiza matakwa yote ya sheria katika mwili wake, kwamba yule ambaye anatenda dhambi lazima afanye nini? Afe. Hiyo ndio sheria. Wewe si ni mtenda dhambi?
Kwa hivyo lazima ukufe na kifo cha milele. Hiyo sheria iendi mahali, hiyo sheria ya Mungu. Ndio maana Mungu amechukua mwili. Ndio maana amechukua mwili. Hayo matakwa ya sheria yatimizwe ndani ya mwili wake. Yeye hakuwa anafaa kufa. Yeye hakuwa anafaa kuuawa. Ametolewa kama mwanakondoo bila dosari au wa, vile ambavyo sheria ilikuwa inasema. Neema ya Mungu imefunuliwa. Mungu mwenyewe ameshuka, ameonekana wazi. Ameonekana wazi. Amejishuhudia yeye mwenyewe. Ameshuhudiwa na Baba yake. Manabii walikuwa wanamshuhudia. Kwa sababu hii neema, tukisoma kitabu cha Timotheo, hii neema si ati Mungu alikaa chini akasema, nimetuma mashujaa, naona ni kama wakitabidi mimi niende. La hasha. Hii neema ilikuwa yetu kutoka hata ulimwengu ufanya nini? Kuumbwa. Mungu ana hekima yake. Anataka kukufunulia kwanza, kwa sababu anajua wewe ni kichwa ngumu Kariuki. Anajua wewe ni kichwa ngumu Saumu. Mwanadamu anajua wewe ni kichwa ngumu, hautaki kuamini kwamba hakuna kitu wewe unaweza fanya. Wewe ni kichwa ngumu. Lazima ionekane waziwazi kwa macho yako kwamba hakuna kitu unaweza fanya. Angalia. Imekuwa hivyo kutoka mwanzo. Imekuwa hivyo kutoka kitambo. Hakuna kitu mwanadamu anaweza fanya. Lazima mimi Mungu nifanye kitu. Ingekuwa ni wewe mwanadamu, kina Abraham hawangefika hapa leo. Mambo yangekuwa yashakufa kitambo. Yaliweza kufika sababu Mungu aliwaonea neema, kwa sababu ya Yesu Kristo. Aliwavumilia kwa sababu walilipiwa dhambi zao. Paulo anatueleza hawa kina Abrahamu, hawa wote ambao hawakumuona Yesu Kristo, katika vile ambavyo Mungu alijifunua, wangeweza kuona kwa imani kwamba ni Mungu ambaye anawahesabu haki wao. They could see that they are ungodly and it is God who justifies them. Hawakusimama mbele ya Mungu kwa matendo yao wenyewe. Walijua ni Mungu anawahesabu haki. Na walitazamia kuona jinsi ambavyo Mungu anafanya hii yote. Yule ambaye amepata hii imani inayookoa kina Daudi, wakifika pale wakichinja huo mwanakondoo, wanajua hii kondoo haiwezi nilipia dhambi zangu. Wanajua hivyo. Wanajua kuna yule ambaye anakuja kuchinjwa kwa ajili yangu mimi. Kwa sababu mimi am ungodly and God has justified me, meaning someone is going to pay for these sins. And this is why God is asking me to show this. They could see it with an eye of faith. Sijui kama tunapatana. Wangeweza kuona kwamba kuna yule ambaye anakuja. Na alikuja. Wewe haujaiona kwa ishara. Umeisikia hadithi yenyewe kuhusu yule ambaye alikuja. Ametabiriwa na hawa manabii, ametabiriwa na kina Daudi, ametabiriwa na kina Adamu na Abrahamu pale, ametabiriwa na kina Isaya na Ezekieli na Yeremia na kina Amos wote. Ametabiriwa wote na sheria yenyewe inamtabiria. Sheria yenyewe inaongea kumhusu, na yeye mwenyewe amekuja. Maisha yake yameonyesha kwamba hizo utabiri zote zilikuwa juu yangu. Yesu hakuwa anaamka asubuhi anasema leo nitafulfill utabiri gani? Hakuwa anafanya hivyo. Ni maisha yake tu akiishi anafanya nini? Anafulfill tu. Prophecies are just being fulfilled by him coming here and healing this man's eyes. Anakuja anaponya huyu jamaa.
Ndio hata wakati Yohana anakuja, Yohana kuna wakati ya imani yake inaanza kutikisika. Yohana, imagine, ambaye Yesu alisema hakuna mwanadamu mwenye amezaliwa na mwanamke mwenye ako kubwa ya huyo Yohana. Na bado Yohana imani yake pia ilifanya nini? Ilitikisika. Akasema Yohana huyu mwenye alishuhudia Yesu, injili inaanza na kuhubiriwa kwa Yohana. Yeye ndo alitumwa kama shahidi wa Yesu Kristo. Soma hata injili zote uone kwamba zinaanza na kuhubiriwa kwa mahubiri ya Yohana. Yohana yule ambaye alimuona Roho Mtakatifu. Yohana ameona Roho Mtakatifu akishuka toka mbinguni na akakaa juu ya nani? Ya Yesu Kristo. Akasema ni huyo ndio huyo mwenye niliambiwa Roho Mtakatifu ishuke juu yake, ni huyo. Hata siwezi hata fungua shule sesi zake. Wacha niwaambie, shule sesi zake siwezi fungua. I am not worthy. Akafika mahali hata yeye imani yake ikatikisika. Akatuma wanafunzi wake wa kumuuliza Yesu, hebu tuambie, ni wewe tunangojea kweli ama ni mwingine? Imachi yule mwenye ameona Roho Mtakatifu akishuka toka mbinguni. Ndio muone mwanadamu ni mwanadamu. Anasema ni wewe ama ni mwingine? Kwa sababu alikuwa anatarajia Yesu awe style fulani. Yeye anasikia Yesu sijui ako wapi. Yesu alimjibu kwa style. Yesu inaandikwa aliponya watu hiyo siku hivyo style nyingine. Aliponya watu style nyingine wazimu sana. Akaambia wanafunzi wake, wewe wanafunzi wa Yohana, mimi sitawapea jibu. Kitu nataka muende muambie, endeni muambie kitu mmeona. Endeni muambie vitu mmeona. Endeni mwambie mmeona vipofu wanafunguliwa macho. Endeni mwambie mmeona viwete wanatembea. Endeni mwambie wenye ukoma wanapona. Endeni mwambie wenye wanateswa na mapepo yanatoka. Endeni mwambie kitu unaona. Kwa sababu Yesu alijua alikuwa anamwambia Yohana nini. Alikuwa anamwambia hizo vitu zote zimeandikwa na manabii zinafanya nini? Ndio hizi zinafanyika hapa saa hii. Ndio Yohana apate utulivu katika kuamini maandiko, katika kuamini manabii. Kwamba Mwokozi ni mimi. Kazi ninaifanya. Wewe tulia, wewe niamini. Si ulisema huwezi tai hata shule zangu. Ni ukweli, niko na hekima kukuliko. So relax. I know what I'm doing. Ameshuka madhumuni yake kwa sababu hakuna kitu unaweza fanya. Tuliongea hapa wiki iliyopita kwamba urithi wetu katika baba yetu wa damu ni kifo, asilia ya dhambi, ubatilifu wa maisha na ukosefu wa matumaini. Hauna tumaini linalodumu ndani ya baba yako wa damu. Wale wote wako na matumaini hapo kule nje. Watu wameweka matumaini yao katika mambo ya kila aina, katika dini za kila aina. Kuna mtu anamkanga asubuhi, ameweka matumaini yake katika makazi zake, anasema nikifanya hii na nifanya hii na nifanya hii, nifanye sala zangu, nifanye hizi juhudi, nifanye hivi, nihakikishe nimefanya hii, Mungu atanikubali. Imani yake iko wapi? Katika juhudi zake. Kuna mwingine anaamka anasema hii maisha naona kwamba ni ngumu, lakini nikifanya hivi nipate pesa, nifanye hivi, nini, nifanye hiyo, nipate connection, nitakuwa niko sawa. Matumaini yake iko hapo. Nakwambia maisha yako yanaonyesha matumaini yako yako wapi. Unaweza kuwa unakuja hapa kanisani,
unaweza kuwa unaimba na sisi, unaweza kuwa ukishukuru na sisi. Kwanza hata tunaweza kupea nafasi lead service, lakini maisha yako inatuonyesha matumaini yako iko wapi. Na nakuhakikishia kama matumaini yako iko nje ya huyu Yesu Kristo, itakudisappoint. There's always a chance that utakuwa disappointed, si ndio? Kama wao wenye waliweka matumaini yao kwa huyu jamaa ambaye atawapa pesa na akafanya nini? Akadisappoint, si ndio? There's always a chance. Na ile sababu watu wengine wanatoka katika Ukristo ni wanafika mahali wanasema, huyu Yesu tunaona atafanya nini? Atatudisappoint. Sio ndio? Watu wengine, kitu wengine wanafanya, watu wanatoka Ukristo. Wanasikia Yesu anawaambia nitawafanyia hivi, anasema utafanya aje? Mimi sioni venye unaweza fanya. Anaona ni kama Yesu atamdisappoint, vile ambavyo hao walidisappointiwa na bosi. Walikaa pale usiku kucha. Unaona mali unaweka matumaini, mtu anakuwa tayari kufanya nini? Kukaa huko. Mtu ako na matumaini kwa Yesu, atafanya nini? Atakaa hapo hata kama ni hadi saa 8 ya usiku, akisema mimi nitangojea hadi ile siku Yesu ataamua kutenda. Si ati hataki kutenda leo, ako na sababu zake kwa nini atendi leo, si ati hanipendi. Atalala hapa hadi saa 8 ya usiku. Yule ambaye anakaa hadi saa 6 alafu anatoka, huyo matumaini yake haikuwa kwa nani? Haikuwa kwa Yesu. Mwenye ako na matumaini kwa Yesu atakaa hapo hadi saa 12 asubuhi, akisema alisema atakuja leo. Ni yeye alisema atakuja leo, kwa hivyo atakuja. Yesu adanganyangi. Akisema Yesu alisema tusikuwe na wasiwasi, atatutafutia chakula sisi wote ambao tunamtumainia. Inafika saa 6 ya mchana, hana jui pale chakula itatoka wapi. Anasema akianza kuiba, wewe alikuwa umemtumainia Yesu kweli? Mwenye anamtumainia Yesu alisema, si alisema atatenda. Nitamngojea hata kama ni saa 8 ya usiku, ataleta hiyo chakula. Sivyo ndo? Angalia watu wa dunia wanatuonyesha jinsi ya kuamini. Watu wa ulimwengu wanatuonyesha jinsi ya kuamini, na wanaamini mambo ambayo yatafanya nini? Yatawadisappoint. Wanaamini watu waongo, wanaamini watu ambao hawana msimamo. Leo yuko hapa, kesho yuko kule. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. He never changes. My friend, unataka kushindwa imani yako na mtu mwenye hata anasema hakuna kitu kama imani? Anakuonyesha imani inakuanga aje? Hii maisha hakunanga kuishi bila imani. Imani yako iko mahali na itajionyesha katika matendo yako. It will show in your actions. Your actions tell me where your faith is, not just your words. Sivyo ndo James alisema, you show me your faith without your actions and I will show you my faith by my actions. Sindo tulikuwa tunadiscuss Bible study hiyo siku. Kama Yesu Kristo amekwambia hizi treasures, hazina hizi za ulimwengu, hizi ziko hapa leo, kesho zimeenda. Wekeni hazina mali hazipotei. Na mtawekaje hiyo hazina mali hazipotei? Chukua hiyo mali yako, uza, pea watu wasiojiweza. Nakwambia hapo mnajiwekea money banks. Yesu anakuambia unajiwekea do kwa bank yenye interest haishangi. Yesu anakuambia how to get rich. He's telling you how to get rich. Take that money of yours and do what? And give it to the poor. You'll get so rich. Do you believe him? Do you believe him? If you believe him, then do it. I will know you believe him because you do it. Hawezi niambia mimi naamini, lakini sababu tunasoma kuhusu Wakristo wa Macedonia ambao walikuwa katika taabu, walikuwa katika shida na walikuwa maskini, lakini bado katika kutoa kusaidia Wakristo, hiyo walisema please
Please kubali pesa yetu, chukua. Please, msitunyime pesa, chukua. Hata sisi tunataka kuwa masonko. Wanaona wakinyimwa kusaidiana, wananyimwa hazina. Watu mnatunyima. Walisema lazima tusaidie Wakristo sisi hata kama sisi ni maskini. Ako na 10 bob anasema hii 10 bob lazima nitoe 5 bob kwa kanisa. Why? Yeye anajua kuna hazina pale. Huyo nikiangalia ninajua imani yake iko wapi. Ananiambia imani yake na matendo. It is written, they said they do not want that opportunity to go. Hiyo ni yani wanaona kutoa pesa yao kusaidia Wakristo ni nini? Opportunity. Na imeandikwa walikuwa maskini. Na kulikuwa na corona hiyo wakati. Ilikuwa wakati wa corona. Unajua venye corona kila mtu alifilisika. Ilikuwa wakati wa corona na walikuwa maskini lakini bado wanalia kutoa pesa. Wanasema wewe nyie hamjui kuinvest. Wanaambia nyie hujui kuinvest. Weka pesa mbinguni wewe bwana wewe. Weka pesa ya milele isiyoisha. Amemtoa mwana wake wa pekee ili yeyote amwaminie asipotee. Mwana wake ameshuka kutoka mbinguni ili afe msalabani, ili atimize sheria katika mwili wake, ili dhambi zetu zigongomewe pale msalabani, ili sisi tupatanishwe na Mungu. Ona, sasa tumepatanishwa na Mungu. Hakuna uadui kati ya sisi na Mungu. Amen. Kwa sababu ya kazi ambayo Yesu Kristo alifanya. Huyu ni shujaa wa his own class. Huyu ni shujaa akikuja anasafisha dhambi zote. Imeandikwa Hebrews once and for all. Hakuhitaji Yesu mwingine. Hatuhitaji Joshua akuje ama sijui nani. Joshua akikuja watu walikuwa wanaanguka, inabidi mwingine atumwe. Yesu akikuja anafanya kazi moja safi, once and for all. Amebeba dhambi zako zote katika mwili wake. Amefanya kazi safi ili yeyote amwaminie asipotee. Fungo hii Yohana chapter 12. Na katika kumwamini tunapata urithi mkubwa. Wale ambao urithi wetu ilikuwa asilia ya dhambi, tunapata asilia mpya. Yeyote ambaye yuko ndani ya Kristo Yesu ni kiumbe kipya. Amen. Wewe ni kiumbe kipya, umepata asilia mpya. Asilia ambayo imejengwa pale na Roho Mtakatifu, asilia ambayo imeshinda dhambi. Wewe ambao ulikuwa unarithi maisha ya kifo, unarithi uzima wa milele. Wewe ambao ulikuwa unarithi maisha ya ubatilifu, sasa unarithi maisha ya uzima na utakatifu. Hakuna chochote kinamshtua Mkristo kwa sababu anajua yeye amepatanishwa na Mungu. Hashtuki. Mkristo hashtuki hata biashara yake ikianguka. Kwani Mungu ameacha kuwa Mungu? Mkristo hashtuki hata akipoteza kazi. Kwani Mungu ameacha kuwa Mungu? Huyu mwingine anaweza kuwa biashara yake imefanikiwa, ndio hata stress inafanya nini? Ndio hata stress inaongezeka. Sababu hana amani na Mungu, hana amani inayodumu, hana imani na yule aliye juu, hana amani na mfalme wa ulimwengu. Mkristo anajua mfalme wa ulimwengu ni rafiki yangu, ni baba yangu. Anafanya kazi asubuhi na jioni akinifikiria nani? Mimi. Nakwambia jinsi ambavyo Mungu anampenda mwana wake yeyote. Anampenda ni kama kwamba you are the only one he had ever loved. Yaani usifikiri Mungu anatupenda venye sisi tunapenda watoto wetu. Unapata unapenda mtoto mmoja kuzidi mwingine sijui. Mungu anakupenda ni kama kwamba wewe ndio peke yake huko. Mimi nakwambia kama umeonja mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu, utasikia ni kama kwamba Mungu anakufikirianga wewe peke yake. That is how he loves you as if you are the only child. Yaani nakwambia hata ingekuwa ni wewe peke yake bado angemtuma Yesu kwa ajili yako. Angemtuma mwana wake wa pekee for you. That is how much he loves you. Even if it was just you.
Yohana anatuambia hivi. Sasa huni Yesu anaongea. Sasa ni saa ya hukumu kwa ajili ya ulimwengu huu. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Lakini mimi nikiinuliwa kutoka nchi, nitawavuta watu wote waje kwangu. Anaongea kuhusu kufa kwake. Na anasema sasa ndio wakati wa kuhukumiwa kwa shetani, na nikiinuliwa juu, nitawavuta watu wote kuja kwangu. Huyu shujaa alivyokuja, vile ambavyo tumeambiwa, neema ya Mungu imefunuliwa ambayo inaokoa watu wote. Sasa ninavuta Wameru, sasa ninavuta Wakikuyu, sasa ninavuta Wakamba, ninavuta Wasomali, ninavuta Waarabu, ninavuta Waborana, ninavuta Wagiriama, ninavuta Waduruma, ninavuta Wakisii, ninavuta wote wote wote. Ninapoinuliwa ninavuta watu wote. Hii neema iliyofunuliwa katika Yesu Kristo inaokoa watu wote. There is no discrimination. You come. He died for you. Cecilia, you come. Alikufa kwa ajili ya dhambi zako. You come. Hakuna ambaye atakuja ambaye atafanya nini? Atatupiliwa mbali. Hakuna kusema mimi si Mwisraeli, mimi si Mwisraeli. Hiyo si ilikuwanga shida kitambo. Hiyo si shida saa hii. Yule mwani kabila gani? Wewe ni Mkamba. Wakamba wanavutwa pia. Na wanatuimbia gai waskwani monene, gai waskwani monene. Wakamba wanavutwa. Mwana wa Mungu alikufa akainuliwa pale juu. Akaibishwa pale kwa sababu wewe ndio ulikuwa unafaa kuibishwa. Someone kabila gani? Waduruma wanavutwa pia. Hiyo ndio ilikuwa mpango. Sio hiyo ilikuwa mpango. Alisema nitakapo inuliwa ndio nitavuta. Kwa hivyo Yesu mwenyewe alikuwa anakuja ndio afanye nini? Ndio akufe. Hii accident. Si watu walimpangia njama, ndio walipanga njama. Lakini katika kupanga njama kwao walikuwa wanatimiza kusudi lake. He gave himself up. Alisema nitakapoinuliwa. Hiyo nimewasomea moja. Kuna nyingi sana. Hiyo Luka 24 verse 25 to 27. Hapa Yesu amekufa na amefufuka. Na nikisoma tu kutoka hata mlango wa 17. Yesu amepatana na huyu Cleopas na rafiki yake wakiendelea kwenda Emmaus. Na Yesu ametembea tu na hata hawajamgundua. Yesu akajifanya auliza, ni mambo gani hii mnazungumza wakati mnatembea? Nasoma from verse 17. Wakasimama, nyuso zao zikionyesha huzuni. Mmoja wao aliyeitwa Cleopa akamuuliza, je, wewe ndiye peke yako mgeni hii Yerusalemu yote mwenye ujui mambo imefanyika hapa hizi siku? Yaani wewe pekee ndio ujui mambo imefanyika hapa Jerusalem? Jamaa wewe ni nani wewe? Na wanaongelesha nani? Wanaongelesha the center of all those things. Haya, Yesu akauliza mambo gani? Wakamjibu, mambo ya Yesu wa Nazareth. Alikuwa nabii. Uwezo wako mkuu, uwezo mkuu katika maneno yake na matendo yake mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu.
viongozi wa makuhani, viongozi wetu walimtoa ahukumiwe kufa, nao wakamsulubisha. Lakini tulikuwa sikia hii, alikuwa mkubwa sana. Verse 21, tulikuwa tumetegemea kwamba yeye ndiye angelikomboa Israeli. Zaidi ya hayo, leo ni siku ya 3 tangu mambo hayo yatokee. Isitoshe, baadhi ya wanawake katika kundi letu wametushtusha. Walikwenda kaburini leo alfajiri, lakini hawakukuta mwili wake. Walirudi wakisema wameona maono ya malaika ambao waliwaambia kwamba Yesu yu hai. Kisha baadhi ya wenzetu walikwenda kaburini wakalikuta kama vile wale wanawake walivyokuwa wamesema, lakini yeye hawakumuona. Kina Cleopas wanasema, yaani wewe ndio ujui? Ukusikia huko unajua juu kuhusu Yesu? Ule mwenye alikuanga anaponya watu ule, na watu wetu viongozi wetu walifanya nini? Walimuua. Na sisi tulikuanga tumetarajia ndiye ndio ule mfalme amefanya nini? Sisi tulikuwa tunafikiria yeye ndio mfalme alikuwa ametarajiwa, lakini sasa wamemuua. Wamemsulubisha, wamemwaibisha, wamemtandika. Sasa hata tumaini yenye tulikuwa nayo tunakaa wapumbavu. Lakini kuna watu wanasema ati amefufuka. Kuna wanawake, ni wanawake. Unajua wakati hiyo wakati ushahidi wa wanawake haikuwa na unga. Unaona? Kwa hivyo hata anaweza kuwa ameisema na toni ya dharau. Kuna wanawake wameenda huko, wanasema ati wameona malaika. Ati wanasema ati malaika amewaambia amefufuka. Na sisi tukatuma sasa wanaume wetu pale kwenda kuangalia, lakini wao hawakufanya nini? Hawakumuona. Amen. 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 Matukio ya historia, my brothers. Hii story Cleopas alipea Luka. Mimi nakwambia wataalamu wa kihistoria wamechambua vitabu vya Luka na wamesema Luke is an established historian. Luke is writing history. Luke alipata hii testimony very likely from who? From Cleopas. Alitembea akapata pale akaongea na Cleopas. Akamwambia Cleopas, sababu hii story iko kwa kitabu ya Luka peke yake. Haiko kwa Marko na haiko kwa Mathayo. Very likely Luke got this story from who? From Cleopas himself. Verse 25 to 27. Yesu akawaambia, nyinyi ni wajinga kiasi gani? You are shallow ama ni nini? Nyinyi ni wajinga kiasi gani? Nyinyi ni wazito mioyoni mwenu kuamini mambo yote yaliyonenwa na manabii. Je, haikumpasa Kristo kuteswa kwa njia hiyo na kisha aingie katika utukufu wake? Naye akianzia na sheria ya Musa na manabii wote akawafafanulia jinsi maandiko yalivyosema kumhusu yeye. Asikia vile Yesu anawaambia, hii si kitu inafaa kuwafanya nini? Kuwashtua. Kwa sababu hiyo ndio kitu imeandikwa. Hiyo ndio kitu imeandikwa, hiyo ndio ilikuwa mpango kutoka kitambo kwamba Kristo atakuja na Kristo lazima atateswa na Kristo lazima atakufa. Kwani nyinyi ni wazito wa moyo kiasi gani? Hii ni kitu ilikuwa imeandikwa. Hii ndio kitu ilikuwa imepangwa na imesema. Akaanza kutoka kule Genesis. Akaanza pale Genesis. Genesis si ilikuwa inasema hivi. Exodus si ilikuwa inasema kondoo lazima achinjwe. Na Leviticus si ilikuwa inasema hivi. Isaya si alikuwa anasema hivi. Amos si alikuwa anasema hivi. Anasema akaandika akasema akawasomea Old Testament yote. Akiwaeleza mambo kumhusu yeye. Kuonyesha kwamba hii ndio ilikuwa mpango. Kwamba wokovu utakuja kupitia kufa kwa mwana wa Mungu. It was always meant to be like this.
This was God's plan all the way from the foundation of the world. Kabla hata aumbe ulimwengu, huu ndio ulikuwa mpango wake. Na sasa imefanya nini? Imefunuliwa, imewekwa wazi, ili wewe upate kumwamini Yesu Kristo, na katika kumwamini upate kuokolewa. Kwa hivyo kwa kaangu nitakwambia fanya hivi. Kubali hakuna kitu unaweza fanya. Kubali udhaifu wako na kupokea neema ya Mungu. Ipokee. 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 Sema asante Yesu. Uchukue hiyo kazi yote aliyofanya kwa ajili yako. Useme ni ukweli, Mungu wangu, nilikuwa nahitaji kuadhibiwa. Ni ukweli nilikuwa nahitaji kuhukumiwa. Ni ukweli ninastahili kuwa adui wa Mungu milele na milele, kwa sababu ninajiangalia moyoni mwangu na ninatambua kwamba ni ukweli. Lakini asante Yesu. Asante Yesu. Asante kwa kutimiza mipango yako ya wokovu. Asante kwa kushuka. Asante kwa kuchukua mwili, kwa sababu hakuna shujaa yeyote angeweza kunilipia dhambi zangu, ilhali yeye mwenyewe ana dhambi zake za kulipia. Asante Yesu kwa kubeba dhambi zangu. Asante Yesu kwa kushinda kifo. Asante Yesu kwa kupaa mbinguni. Asante Yesu umeketi pale unanitetea. Na vile ambavyo tumesoma kwa kitabu cha Tito, tunakubali neema aliyotupea, tunaacha ifanye kazi ndani ya mioyo yetu, huku tukitazamia nini? Kuja kwake. This is also an event of history. Jesus Christ will come back. Huyu Yesu ninayehubiri hapa atarudi tena. Hatarudi sasa kama mtoto mdogo. Atarudi kama jemedari. Atarudi kama mfalme. Atarudi kama Bwana wa mabwana. Atarudi kama amiri jeshi mkuu wa malaika wa mbinguni. Atarudi katika utukufu wake ambao utaonekana kama radi. Atarudi kama hukumu. Atarudi kama hakimu. Yule Yesu aliyekufa kwa ajili ya uongo wako ndio anarudi kuhukumu waongo. Yule Yesu aliyerudi kwa ajili ya uzinzi wako ndio anarudi hukumu wazinzi. Katika utukufu wake anarudi kuhukumu wale wote waliokataa kusikia hii injili yake. Anarudi kuhukumu wale wote waliokataa kupokea hii neema. Wanafikiri wako na njia bora zaidi. Tunatazamia kurudi kwake. Katika maisha yetu ya siku baada ya siku, hatutembei kama watu vipofu. Hatutembei kama watu wasio na tumaini. Hatutembei kama watu hatuna matarajio. Nakwambia, kama unafikiria tu yale ambayo Yesu amefanya, na ufikirie yale ambayo anazidi kufanya hadi leo, na yale ambayo anaenda kufanya, hautaweza kusimama katika maisha ya Kristo. Jinsi alivyokuja kama kitoto, sasa anakuja na malaika milioni 10. Na mtamuona. Nimesoma katika kitabu cha Mathayo chapter 25. Wakati Yesu anahukumu, inasema atarudi katika utukufu wake. Aweke makondoo side moja, aweke mbuzi side nyingine. Na ninasoma anahukumu makondoo. Anawaambia, nyinyi mmekuwa mkinilisha, mmekuwa mkininywesha. Alafu hao makondoo wanamwambia aje? Mimi nina emphasize venye wanamuita. Wanamuita Bwana, tulikuwa na siku gani ukiwa na njaa? Tulikuwa na siku gani uko na kiu? Tulikuwa na siku gani uko na hauna chakula hata tukakusaidia? Yesu anawaambia, ile siku mlifanyia ule mdogo kabisa ulikuwa unafanyia mimi. Alafu anawaambia wale mbuzi, nyinyi mumelaaniwa, nyinyi tokeni hapa, endeni kwa ule moto wa milele.
nilikuwa nina njaa, hamkunilisha. Nilikuwa sina chakula, nini, nilikuwa sina manguo, hamkunivisha. Wanamwita aje? We Yesu, we hata si mwana wa Mungu. Hivyo ndo wanasema, hivyo ndo wanasema, hivyo ndo wanasema, hivyo ndo wanasema. Hasha, nenda kasome. Leo katika majivuno yao, hivyo ndo wanaongea leo. Yesu ni nani? Hii mambo ya dini ni mambo ya kufanya watu wakoe wajinga. Yesu toka hapa. Hivyo ndo wataongea hiyo siku, hivyo ndo wataongea hiyo siku, hivyo ndo wanaongea leo, hivyo ndo wanaongea leo. Saizi enda umwambie Yesu ndio anakuja kukuhukumu, anakuambia wewe toka hapa. Yesu binadamu tu. Siku ya kupata hukumu wote, acha nikwambie wanasema nini? Wanasema nini? Bwana. Hata wao watamwita Bwana, hata wao watamwita Bwana. Mkatae Yesu, utamwita Bwana. Wewe mtusi Yesu leo, bado utamwita Bwana. Katika utukufu wake hakutakuwa na jina lingine itatoka kwa mdomo yako. Utaangalia pale na utatetemeka na utasema Bwana, hakuna Bwana, mimi sijai kuona. Wanasema Bwana, wewe siku gani ulikuja ukiwa na njaa tukataa kukupea? Hapana Bwana, umedanganya. Bwana, siku gani tumekuona hauna chakula? Bwana, ingekuwa ni wewe ungekuja hivi na venye unang'aa useme uko na njaa, ningekunyima aje? Hata wao wanasema Bwana, 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 wacha Bwana. Akwambia hiyo siku wewe na umebeba hapo matendo yako, sijui nilifunga. Bwana, nakwambia utaona hiyo utukufu, utaona hizo kufunga kwako ni nonsense. Hiyo kufunga kwako yote utaona ni bure mbele ya utukufu huyo Yesu aking'aa anaporudi. My friend, utasema Bwana, ni wewe tu nionee neema. Ni wewe tu nionee neema. Hiyo siku kama haujakuwa ukitarajia neema yake, haujakuwa ukiaminia neema yake, nakwambia hiyo siku hiyo wacha niwasomeni kifunga. Isaya mlango wa 2. Isaya anatupea picha mzuri sana ya hiyo siku. Isaya mlango wa 2. (10 to 11) ama 10 to 13, alafu na 10 to 12, 19. Nasoma hiyo 10 to 12. Pata hii picha mzuri hapa. Ingieni kwenye miamba, jificheni ardhini kutokana na utisho wa Bwana na utukufu wa enzi yake. Macho ya mtu mwenye majivuno yatanyenyekezwa na kiburi cha mwanadamu kitashushwa. Bwana peke yake ndiye atakayetukuzwa siku hiyo. Bwana mwenye nguvu zote anayo siku aliyoiweka akiba kwa wote wenye kujivuna na wenye kiburi, kwa wote wanaojikweza, nao watanyenyekezwa. 19. Watu watakimbilia kwenye mapango ndani ya miamba na kwenye mahandaki ardhini, kutokana na utukufu wa Bwana, kutokana na utisho wa Bwana na utukufu wa enzi yake ainukapo kuitikisa dunia. Hiyo picha anaipaint vizuri sana, sitaingia. Lakini anasema hizo vitu zote wenye mwanadamu amejiinua, ule mwenye pesa yake anafikiri ndio itamuinua, ule wa matendo yake mazuri, ule nini, hiyo yote mwenye majivuno, hiyo siku mbele ya utukufu wa enzi ya Bwana, mbele ya utisho wa sura yake, wote watanyenyekezwa na Bwana
peke yake ndio atatukuzwa hiyo siku. Bwana peke yake, Bwana na Bwana peke yake ndio atatukuzwa hiyo siku. Kakaangu, naaminia nini? Kakaangu, umekubali kazi safi ambayo Yesu Kristo amefanya kwa ajili yako? Umekubali ama bado? Basi unaaminia nini? Kama unakubali kazi ya Yesu, wewe jua basi wewe na Mungu mko sawa. Yesu Kristo amelipia yote. Nenda kwa Mungu baba yako, nenda akamuitishe, nenda akamlilie, nenda akamtumainie. Hakuna kuongeza kitu yote, naongeza tu. Lakini kama wewe umeamua haumtaki kazi safi ambayo Yesu alifanya, unatumainia nini? Matumaini yako iko wapi? Jinsi ambavyo Yesu Kristo alikuja, atakuja tena, na wote watamlilia Bwana, wote watanyenyekezwa mbele yake. Tumaini pekee hiyo siku itakuwa kwamba huyu Bwana katika utisho wake ana neema kwa wale wote wanaoamini kazi safi aliyofanya pale mlima wa Golgotha. Yeyote ambaye hatakuwa anatumainia hii kazi atafadhaika hiyo siku. Hataweza kusimama. Mbona kazi safi ya mpatanishi wetu umeiona? Iamini basi ndugu yangu, ukubali basi ndugu yangu, ipokee ndugu yangu. Jenga maisha yako juu yake, jenga biashara yako juu yake, jenga familia yako juu yake, jenga kanisa letu juu yake, jenga kila kitu juu yake, ili siku ambayo atarudi tusipate kuaibika mbele yake. Amen. Mungu abariki neno lake kwa jina la Yesu Kristo. Simame tu. Tunakushukuru na tunakutukuza kwa sababu ya ile kazi kubwa ambayo umefanya. Mungu Baba, umetujalia neema kubwa sana. Umetuokoa kutoka dhambi zetu. Umelipia dhambi zetu once and for all, mara moja tu katika mwili wa mwana wako. Mungu wangu, asanti Mungu wangu, tunakushukuru na tunakutukuza. Mungu Baba, asanti kwamba umeona katika hekima yako kwamba hakuna mwanadamu ambaye anaweza kutusaidia, hakuna shujaa ambaye anaweza kutuokoa kwa njia ambayo inaweza kudumu. Ni wewe peke yako Mungu wangu, upate kuchukua mwili, upate kuteswa pale msalabani, utimize mipango yako ambayo umekuwa ukipanga kutoka asilia ya ulimwengu huu. Tunakushukuru Mungu Baba kwa sababu ya neema hii kuu. Si kwa sababu ya uzuri wetu Mungu Baba ndio umetujalia hii neema, lakini Mungu Baba imetoka kutoka kwa roho yako, ili neema yako ionekane Mungu Baba kwamba wewe ni Mungu wa neema. Asante Mungu Baba, na tunakutukuza kwa hayo yote. Na Mungu wangu, tunakuomba kwamba neema yako itakuwa pamoja nasi katika hili kanisa lako. Tujalie Mungu Baba kufunua mioyo ya wengi ambao wamepotea. Tusaidie Mungu Baba kufunua mioyo ya wengi ambao hawajazaliwa upya. Tusaidie Mungu Baba kufunua mioyo ya wengi ambao tumaini lao liko katika wanadamu, tumaini lao liko katika pesa, liko katika wanasiasa, katika ekonomiki, katika dini zingine za uongo, na wameweka tumaini yao pale kwa sababu hawakuamini wewe Mungu wa milele. Hawaamini kazi ambayo umefanya, hawaamini kazi ambazo umetenda, na ni kazi za hakika zimetendeka Mungu Baba, hata kumfufua mwana wako wa milele. Mungu wangu, Mungu Baba, funua mioyo yao wapate kuona ukubwa wa kazi uliotimiza ndani ya Yesu Kristo mwana wako. Na Mungu Baba, wapate kukujua na wapate kuishi Mungu Baba ndani yako. Waongoze kwa roho wako, waongoze wakujue, waongoze wakupende, waongoze Mungu Baba wakutukuze. Mungu wangu, na kushukuru Mungu Baba. Naomba kama kuna yeyote ambaye uko miongoni mwetu hapa leo Mungu Baba hajui mwana wako, kwamba utafunua moyo wake
ili apate kupokea ile kazi safi aliyofanya Mungu wangu. Na Mungu Baba, wale wote ambao wameshampokea, kwamba utawafunua tena zaidi habari hii Mungu Baba, ili wabaki kusimama imara katika imani yao, wakijua kwamba kazi ya kupatanishwa ishakwisha, ishafanyika. Watazame pale msalabani, wamwone Yesu akifa, wamwone Yesu akifufuka, na wakushukuru na wakikutukuza, waseme Mungu Baba, hakuna kama wewe. Nakushukuru na nakutukuza Mungu Baba. Tunza kanisa lako, waongoze waliomo hapa, wajenge katika maisha yao wanaotafuta kazi. Mungu Baba, tunakulilia wale ambao wana biashara, Mungu wangu, tunakulilia tujenge, tuongoze Mungu Baba, tuchunge. Nakushukuru na kutukuza. Naomba yote katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.